عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendewa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kuufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Wiki iliyokwisha tulikuwa tunaogelea katika aya ya 196, kauli ya Allah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Na tulizungumzia mambo mawili kama mnazo kumbukumbu. Tulisoma tafsiri kwenye kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim mpaka mwisho, na tukazungumzia picha ya hija kwa ufupi, na nilikuwa nimesema kwamba sintozungumzia fawaidi, lakini nimeona kwamba itakuwa ni bora tuguse faida zinazopatikana ndani ya aya hii, ingalao baadhi. Aya mnaikumbuka, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi. Faida ya kwanza inapatikana katika aya hii ambayo inawaamrisha Waislamu wale ambao Allah amewapa uwezo watimize ibada yao ya hija. Faida ya kwanza,
wujubu itmami lhaji wal umra, ulazima wa kutimiza na kukamilisha ibada ya hija kadhalika na umra. Na hiyo imekuja katika mwanzo kabisa kwa hili neno wa atimul hajja wal umra, kwamba kuna ulazimu mtu akishahirimia, kama tulivyosikia, ameshavaa ihramu yake, ameshafika kwenye kituo kile cha kuhirimia, ameshaanza kupiga talbia, pakatokea la kumziwia yeye kutekeleza ibada ya hija, sheria inatuambia analazimika kukamilisha ile nafasi ambapo amesimamia, na ikibidi kurudi atarudilia hapo hapo, kama ilivyotokea katika sulhu ya Hudaibia tuliyazungumza wiki jana. Faida ya pili, anna al-umrata wal hajja sawaun fi wujubi itmamiha, kwamba ibada ya umra na kadhalika na ibada ya hija kuna ulazima wa mtu kuitekeleza, kuikamilisha. Tayari umeshaingia katika ibada, umeshaanza talbia, umeshavaa ihram, likitokea lolote lile, sawa kwenye umra, sawa kwenye hija, unalazimika kuikamilisha, ingalau hiyo nafasi ambayo umefikia. Shameleta hili kuonyesha kwamba tofauti ya jambo la faradhi na sunna, lakini hapa kwenye umra na hija yote imekuwa ni sawa sawa. Faida ya pili, faida nyingine, annahu la tajuzu istinabatu fi shay'in min af'ali alhajj. Hapo wanakumbusha mahujaji na sisi ambao tutakwenda mwaka kesho, semeni inshallah, inshallah tunakwenda mwaka kesho. Haijuzu alistinaba, kumuwakilisha mtu akufanyie jambo lolote lile la hija bila dharura. Yani wewe umeshakwenda huko Maka afu unafanya uvivu tu, ewa naye mimi sendi sintatufu Al-Kaaba, kanizungukie kule. Nenda mwenyewe. Mimi bana sintakwenda Mina, nenda mwenyewe. Sintakwenda sintasimama kwenye mlima wa Arafa, kasimame. Sintokwenda Muzdalifa kulala eko, nenda shekhe. Sintokwenda Jamarati kwenda kurusha mawe, nenda. Usiwakilishi mtu. Kwa nini wamechukua shameleta hii faida? Kwa hili neno wa atimu, kamilisheni. Kwa kuwa ukiwakilisha mtu mwingine, we hujakamilisha. Inatakiwa wewe mwenyewe kwa amri ya Allah kamilisha, simama wewe mwenyewe. Akakazia Sheikh akasema, alhadharu mimma yaf'aluhu ba'du nasi al'an min tasahuli fi rami aljamarat haythu innahum yuwakkiluna man yarmi anhum biduni udhrin. Kutilia mkazo hili jambo, tahadhari kwa wale watu ambao wameenda Maka halafu wakafanya uvivu wa kwenda kurusha mawe. Hiyo fasi kidogo pana zahma, pana zahma kwa kweli, pana msongamano wa watu. Na ukisema ibada yote imezungukwa na msongamano, hata kwenye tawafu vile vile ni msongamano.
hata kwenye Swafa wal Marwa ni msongamano. Sasa mtu asiingiwi na uvivu. Sasa mara nyingi watu wanakaga wanajipinda sana kwenye tawafu na kwenye Swafa na Marwa, lakini ikifika saa kwenda kurusha mawe wengi wanawakilisha. Ndio Sheikh anaitoa tahadhari hapa kwa mtu ambaye atakayefanya hayo akawakilisha mtu mwingine ambaye atakwenda kumtupia bila kuwa na udhuru wa kisheria, hilo jambo anakuwa hajapatia kabisa. Akatoa ushahidi Sheikh akasema, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu, atakayefanya kitendo ambacho hakimo katika dini yetu kitamrudilia mwenye nacho, kitamrudilia. Na hii hadithi inatumika sehemu nyingi sana na inatutahadharisha siku zua, yani kuleta mambo mapya katika dini, japo umma mtaliona kwamba ni lizuri, lakini maadama Allah wala Rasul hawakulizungumzia, weka kapuni hilo, tupa pembeni. Kwa hivyo mtu asiachi kwenda kurusha mawe kwa kuchelea ule msongamano wa watu, lakini inaweza ikakubalika ikiwa ataacha kwenda kurusha mawe kwa dharura, labda anaumwa, hapo sawa. Lakini sio pana kuaga watu wengi, wewe neendeo kanani, hapana. Sio kwa hiyo udhuru kama vile huo, hiyo hali utalazimika wewe mwenyewe kuingia uwanjani. Miongoni mwa faida ujubu al-ikhlasi lillahi tabaraka wa taala, ulazima wa mtu kufanya ibada ya hija na umra kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah. Allah aliposema wa atimul hajja wal umra, kisha akasema lillahi, ikhlasi. Usitafuti umaarufu, cheo, sifa. Na ibada inataka watu wawe makini sana, kwa kuwa ni ibada ya kupanda ndege, au sio jamaa? Ibada zingine hamna, hata ukitoa zaka mamilioni ya upandi ndege, na wakati mwingine havionekani. Ukipoteza ikhlas, ndio utaona matajiri wengi eti anasimama mwenyewe aenda kujigawia mwenyewe zakatul mali, naenda kinama huko envelope watu 20,20. Hii ni comedy kabisa. Ni lillahi Sheikh, fanya kwa ajili ya Allah, anavyotaka Allah na kwa ajili yake yeye. Yani leo watu kwa ajili ya kupoteza ikhlas inakuwa kila kitu, hata kwenye hapa hitajiki kamera, mtu anaweka tu. Yani hata kwenda kumsaidia maskini, hela yako wewe, hakuna raporo yenyewe utaombwa. Jamani, na hapa kamera, nasimama anashika shika na ka video, na mwingine anaposti kabisa. Hapo ndo kundi fulani tulikuwa tumeenda kusaidia. Yani unatuambia si tufanye aje, tufanye nini? Mwenyewe analazimika kufanya hivyo ni ule ambaye kapewa, alafu inamlazimu atoe raporo, na yeye sio lazima awe abiposti. Ni unafanya unawatumia wale wahusika. Tuamke ndugu zangu, tuamke kabisa, maana shetani kwa hili jambo amewakamata watu wengi, na kupoteza ikhlas tunafungua mlango wa riya.
Na riaa kama alivyoisifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ashirkul asghar, kwamba ni shirki ndogo. Shirki ndogo tofauti yake na shirki kubwa ni kwamba shirki kubwa inabatilisha matendo na Uislamu wa mtu yote, sio kile chenye umefanya tu, inabatilisha vyote. Lakini shirki ndogo yao inabatilisha kile kitendo chenye umekifanyia hemo shirki, hakitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuwe macho ndugu zangu, tuwe macho. Yani leo, dunia ya leo, ya Rabbi, kuna watu wanaishi eti wako ala page, wako kwenye ukurasa, kila kitu anachokifanya wewe subiria tutakiona mtandao. Kuna vile mnaita kama ndo stati, stati yani mtu maisha yake karibu yote yako mle, yote. Ikhlas ndugu zangu ni kitu muhimu sana, muhimu. Wanawazuoni wanapenda kutupa mfano wa jengo. Itizama jengo kama hili liko mbele yetu, hakuna kitu ambacho kimetumika sana kama maji. Uongo kweli? Kila chenye tunaona hapa maji ya muhimu, lakini hayaonekani, ila rangi ndio inakujaga juu yenyewe, na hali ya kuwa hata kama isingekuwa nyumba ni nyumba tu, inakuwa imeshaenea. Sasa Muislamu, chukua mfano wa maji, fanya makubwa bila kuonekana. Wa atimul hajja wal umrata liman? Lillah, kwa ajili ya Allah. Sasa ibada ya hija leo ina mambo mengi sana. Mahujaji wanashindikizwa na kaswida, au sio? Na siku ya kupokelewa wanapokelewa kwa nini? Kwa kaswida shekh. Yaani ni ibada ya kupanda ndege. Ni nguzo ya 5 ndugu zangu, ya 5. Haifikiri swala, lakini mbona swala tuyafanya hayo? Na mimi tabidi ni kodi ndugu zangu, nataka kuja kusali swala alfajiri au adhuhuri, na shindikizwa na kaswida. Ni nguzo kubwa hii ya swala. Mimi niko mbele tu, naenda mpaka naingia msikitini, kimaliza kusali wananingoja pale mpaka nyumbani. Astaghfirullah. Lillah, tufanye kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah. Lakini ni sio mahujaji wanabifanya, lakini kuna maandalizi pako mashirika ndio wanafanya, shirika mapokezi. Bwana, imetoka wapi hayo? Lazima tuwapokee kwa heshima, kwa heshima. Kwa jua mpanda ndege tu, ndege jamani. Yani ibada imetukuzwa kwa kupanda ndege tu. Watu na wakifika huku lazima jina halitoisha mpaka siku atakufa. Amekufa haji fulani El Hajj. Kampodo watu wanaweka siku hizi, sio tena haji, ni El Hajj. Yanaweka kwa kitu pale kampodo pale. Na sijui kama na El Hajj atishaanza kuja na hiyo. Na mtu shekhe kama hujamuita haji, huna adabu. Hii ametokea, kuna mtu alimwandikia kadi, hawakuweka El Hajj, alafu kadi yake wakaandika numero D, kosa la jinai. Nani ametuma ikadi? Kamilisha. Watu akamilisha nini? Kamilisha, sisi ni mahaji. Halafu mimi namba 2, huu namba 1 ni nani? Astaghfirullah.
Yani yeye takiwa awe namba moja, el-hajj. Na hao hata katika sherehe za harusi wana nafasi zao tena za heshima. Kuna wale ambao mnawaita sijui ndo kama ndo protokole pale kumlango pale, hawawapokei watu kwa daraja zao, wanawapokea watu kwa nini? Wanasema hela, kuja na gari pale, protokole, unaona wanahangaika, kwenda umpokee pale, tafadhali, wanamleta huko mpaka ifasi. Na saa ya kula bile visinia bile vya Dubai kwa vikubwa hivi ndio wanapeleka kule, na masoda wanaanzia huko huko. Shekhe, hawa wamebiacha nyumbani, ndio pale soda inaanguka chini, iko na mweka anaitizama, inamwaika kwanza, haina baridi hii, anaitizama. Kuna mwingine shana miezi 6 hanywi soda, anakula anaishika kumkono, haimwaiki shei. Acha mzee, si mwa hanywi soda miezi 6, kuna anaishika hivi. Sasa hawa ndio mnawapanga 6 kasani kapata hivi. Wakina el-hajj watatu Lusindela wapata hivi. Aina al-adl, uadilifu uko. Tuamke ndugu zangu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ndio Sheikh akatuambia ulazima wa ikhlas, ulazima kabisa. Yani mtu atekeleze ibada hiyo, yani atimuha lillahi la lighairihi. Itimizeni hiyo ibada ya hija au umra kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya mwingine. Acha vitu vya fahari na nini, viache. Faida nyingine, annahu idha uhsira al-insanu an itmami al-hajj wal-umra falahu an yatahallalu walakin alayhi al-hajj. Akiziwiliwa mtu Muislamu kukamilisha ibada yake ya hija au umra, hapo sasa inabidi, ameziwiliwa njia zote, amejaribu imeshindikana, inambidi an yatahallal. Tahallal sasa ni kujivua katika yale mambo ambayo alikuwa amekatazwa. Tukishavaa ihram, kuna mambo amekatazwa kuyafanya, kama vile kukutana na mke wake, kuvaa nguo yenye kushonwa na mengineyo. Sasa akiziwiliwa imeshindikana, anaruhusiwa sasa kujitoa mwa hiyo hali ambayo inamzuia kufanya baadhi ya mambo, lakini kwa sharti Sheikh atuambia hapa ni juu lake achinje kichinjo, achinje kichinjo. Kisha Sheikh akasema faida nyingine, anna Allah ta'ala atlaqa al-ihsar wa lam yuqayyidhu. Aliposema fa in uhsirtum, mkiziwiliwa, Allah hakuweka wazi eti mmeziwiliwa, mkiziwiliwa na kitu fulani. Akazungumza kwa ujumla, yani kuonyesha kwamba inawezekana mtu, sio wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao waliziwiliwa na Makuraishi kuingia katika mji wa Maka. Sasa pana wanazuoni wengine wanasema eti ni mpaka mziwiliwe na maadui, wengine wanachona akasema hapana, Allah amezungumza kuziwiliwa kwa ujumla. Kuna mwenye anaweza akaziwiliwa na maadui, mwingine akaziwiliwa na maradhi au matokeo yoyote yale akawa ni sababu ya kuziwiliwa, ili asiendelee kukamilisha na kutekeleza ibada yake ya hija. Wakasema hilo jambo la kuziwiliwa sio mpaka tu mtu aziwiliwe na maadui, bali anaweza kuwa ameziwiliwa na jambo lingine na sio maadui tu. Na faida nyingine,
Akasema Sheikh ya kwamba ujubu lhadi ala man uhsir, ulazima wa kutoa kichinjwa, wa kuchinja kichinjwa kwa yule ambaye ameziwiliwa. Allah aliposema famastaisara min alhadi, basi mtu akiziwiliwa hana tena namna ya kuendelea Maka kwa maradhi au kwa maadui, imemlazimu arudilie hapo hapo, atekelezee ibada zake hapo, yani itamlazimu achinje hapo hapo, itamlazimu achinje, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala amesema kwamba famastaisara min alhadi, kamwekea wepesi kichinjwa chochote kile ambacho atachopata. Tukisema chochote, mtu asichinje kwamba ina miguu minne ukachinja sungura hapa, haingia. Ni kawaida kuchinja ngamia au ng'ombe au alghanam, anaingia mbuzi na kondoo. Sasa kichinjwa kile ambacho mtu atachopata anakichinja lile fasi kwenye ameziwiliwa. Faida nyingine, annahu la yajibu ala almuhsari alhalq inda tahallul lianna Allah subhanahu wa ta'ala lam yadhkuruhu wa huwa ahadul qawlain. Naam, kuna kauli mbili ndugu zangu, yani mtu kaziwiliwa, hana tena ruhusa, hana namna kuingia katika mji wa Maka, imemlazimu achinje ile nafasi. Je, kunyoa napo itakuwaje? Mbona Allah alipozungumza mtu akiziwiliwa ni lazima tu achinje, hakusema na anyowe? Kwa hivyo likatokea kundi la wana wazoni wakasema hakuna ulazima kukia kunyoa, kwa Allah ndani ya Qur'ani hakuyasema hayo. Kundi la pili likasema atanyoa, na kunyoa hapo ima kupunguza au kuondoa zote. Ikiwa kwenye hija, kama ni hija, ni bora mtu kuondoa nywele zote. Na hapa ndugu zangu tunaipata faida kubwa sana, na hasa fitna ambayo imeanza kuingia katika nchi yetu hii ya Burundi, kwa wale watu ambao wanajiita al-Qur'aniyun, watu ambao wanatumia Qur'ani tu, hawataki hadithi. Wameshafika hapa kwetu wapo kabisa, na wako wananisikia na jirani vizuri sana. Al-Qur'aniyun wao wanakuambia Qur'ani imetosheleza kila kitu, hakuna faida ya kuweka hadithi. Hadithi ni mambo ya kubunibuni tu. Hawezekani kuwa Muislamu uweke sunna pembeni, haiwezekani. Faida ya kwanza tunaipatia hapa, ndani ya aya hapakuja amri ya kunyoa nywele, pamekuja amri ya kufanyaje? Ya kuchinja tu. Na ndio maana likatokea ile kundi la kwanza likasema hakuna ulazima wa kunyoa, lakini ulazima wa kunyoa upo. Kwa nini? Ulikuja katika hadithi ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam, kuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ilikuwa ni kauli ya kundi la kwanza. Lakini kundi la pili wakasema ujubul halq, ulazima wa kunyoa, lithubutihi bisunna, kwa kuwa hilo jambo limethibiti katika sunna. Kwa nini ndugu zangu? Kwa kuwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam amara bihi, mtume aliliamrisha. Wa ghadiba ala sahabati hina taakharu fi tanfidhihi, bali mtume aliwaghadhibikia, aliwasirikia maswahaba walipochelea kunyoa nywele. Sheikh akatoa faida hapa akasema
wala yaghdabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam litarki mustahab. Mtume alikuwa hamsiriki mtu wa kuacha jambo tu la kupendeza, alikuwa hamsiriki kwa hilo. La yaghdabu illa litarki wajib. Mtume alikuwa haghadhibiki, haonekani kwamba ana hasira, isipokuwa kuna jambo ambalo ni lazima, jambo la lazima. Kwa hivyo hapa tunawakumbusha watu wenye kujiita al-Qur'aniyuna, hapa wakikataa hadithi watampinga mtume na watapata hasira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwaambia maswahaba, chinjeni na nyoweni. Sasa alipowaambia wanyoe, maswahaba walikuwa ndio wanakaribia kufika Maka, afu wameziwiliwa asira, wakakawia. Hilo jambo lilimghadhibisha mtume. Ndio shana anatuambia mtume hawezi kughadhibika kwa jambo la kawaida tu. Alafu akawaamrisha yeye mwenyewe, akaenda katikati yao, akamwita mmoja wao, akaanza kumuondoa nyele na wengine wakafuatilia. Kwa hivyo sunna hakuna kitu taikimbia. Tuache hili, tuchukue ibada ambayo tunatumia kila siku, ibada ya swala. Kwa hawa watu ambao wanajiita wenyewe wanataka Qur'ani tu. Alfajiri wanasali raka ngapi? Wapi mqur'ani imesema? Wapi? Tunawauliza watu wa Qur'aniyuna, wapi? Kuna mmoja akafanya maroregwa chambo cha Warundi, akafanya maajabu. Alipomuuliza ile ulizo, akasema hivi, Allah ameumba malaika uli ajniha. Aliumba malaika, Allah akataja mwenye mbawa mbili, eti hiyo ni swala ya alfajiri. Wenye mbawa tatu, hiyo ni swala ya magharib. Wenye mbawa ngapi? Teatri hiyo mtu kwa anacheza. Wanazungumzwa malaika, wanasema idadi ya swala iraka. Eti hii ni kinaya, imezungumzwa ni balagha hiyo tu, hamtaki tu kuelewa. Mtu haiva atubishane, haina shida. Sami'a Allahu liman hamida. Wapi Allah ametuambia tuliseme? Hapana, kwenye limeandikwa tuliseme. Mkifika kwenye rukuu semeni hivi. Wapi? Atahiyatu wanaisomaga na wenyewe, na hii atahiyatu ndio inapigaga jiwe moja kwa ndege mbili. Inawapiga hao al-Qur'aniyuna, inawapiga na hao ndio wanakataa kwamba kaburini hakuna adhabu. Na pana ka clip kao kana samba. Afu kuna Waislamu wengi mimi siwaelewi ni vitu. Eti unatuma mgrupe wewe. Unatumia vitu gani? Yaani vitu vinavina kichwa wala miguu, eti unatuma mgrupe. Ukisoma tahiyatu mwisho utasemaje? Unajikinga na mambo mangapi? Manne. Wenyewe waisemage, afu wanasali aje? Lakini wao ni sawa, juu dini yao inaenda kama vile ukatolika. Sana ukatolika chenye unataka ndo unafanya. Yaani ukiamua eti padri anza kaamua leo misa itakuwa ni saa 7, inakuwa saa ngapi? Saa 7. Kesho anasema tuweke saa 3, wanafanya saa 3. Sisi Muislamu atokee shekhe kutoka Saudia aje afika hapa tuambie bana, tangia leo adhuhuri mtaisali saa 2. Tutamwambia kwa upole, toka nje. Akikataa tunamnyanyua. Hatuendi hivyo. Nimeenda kuwaombea ruhusa vijana kwa masomo mwezi wa Ramadhani, wa waruhusu kuwapa iftari, wako muinterna. Directrice akaniambia sisi kwetu ikifika wakati wa karema, eti wakati wa mafungo, padiri
anatoaga ruhusa kwa wanafunzi, wanasogeza wenyewe siku mbele. Sasa na mweye kawaambieni mashehe wakubwa kule kwenu, kwa kuwa hawa wako mu examen Ramadhani, waisogeze waisogeze, waombeni ruhusa. Mtizama waombeni ruhusa Ramadhani, waisogeze mbele. Sasa Ramadhani kishaisha, zafira kwa jete, waombeni tu ruhusa abakuru banyu bo mu idini, pegeze imbere misi. Unaona? Sasa Al-Qur'ani wenyewe wanaenda hivyo, inamjia mkichwa kwa kuwa si Waislamu, si Waislamu. Na ndiye maana hata wakisema wamepinga, hawasoma ya tahiyatu, takbira sasa zenye walikuwa wanazitoa sasa, Allahu akbar, ruku, ukiinuka Allahu akbar. Watuambie pamekuja Allah aya mqur'ani sema wakabiruhu takbira, mtajeni Allah kwa kweli, mumkabiri Allah. Sasa kutoka kwenye ruku kurudi sami Allahu liman hamida, na ile walisemagi wa Qur'ani, awalisemagi hilo. Ukipinga suna hautasali, hausali, hautatoa zaka. Zaka ina viwango. Tutamuuliza mwenye Qur'ani yuna, mkulima amelima atatoa zakaje ya mali ya atakulima kwake? Mqur'ani humo hakuna aya inakuja tena na wakulima, ya ayyuhalladhina amanu inna wakulima mtatoa hivi. Hakuna hiyo, hakuna hiyo. Watarejea kwa nani? Kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndo anawatofautishia. Hawa wamelima kwa maji ya mvua, watatoa hivi. Hawa nao wamelima kwa maji ya kununua, watatoa hivi. Unaona hivi vitu utarudi tu. Ndo hapa kwenye ili ambalo tumelisikia hapa kwamba halikutajwa ndani ya Qur'ani ila kuondoa nywele, lakini kalifundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halafu kwa kweli nitaomba radhi leo darsa, nasikia kwa kweli kuendelea nimejikaza, lakini nasikia afya inikubali kabisa. Nimekuja nasikia niko vizuri, lakini nasikia pumzi kidogo haiko sawa sawa. Talazimika inshallah tusimamie hapa, tutaendelea wakati mwingine. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.